Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Situsonge mbele jamani. Kama unaona kiti mbele yako, songa mbele. Nimemaliza tu. My Bible and the eye. What a wonderful Bible. My Bible. Unaonyesha Biblia yako. My Bible and the eye. What a wonderful Bible. My Bible and the eye. Ni watu wangapi hatuna Biblia? Ni wangapi hatuna? Nijua nimesema tunie Biblia kwa maana naona wachache tu wameinua. Ni wangapi hatuna Biblia? Naweza waletea. Ni wangapi hawana Biblia? Mnataka mletewe? Uko na simu ya touch? Ulinunua pesa ngapi? 15,000. Sivyo? Biblia ni pesa ngapi? Unataka ya 1,000. Hiyo uwezi kununua. Mungu atusamee, atuwezeshe tukaweze kufanya kulingana na mapenzi yake. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mwana ushie mwana wa juu ni Yesu Kristo. Mchana wa leo Baba nakuja mbele yako Baba, nasema ni asante Mungu. Unaona Baba, tuende kusikia neno lako Yesu Kristo. Naomba Baba mbingu zikaanze kushuka Mungu. Zikaanze kunena nasi Baba. Baba, kama kuna nguvu za giza ambazo Mungu zimetumwa kwa minajili ya kusambaratisha neno lako Yesu Kristo. Mchana wa leo Baba, naomba ya kwamba ukaweze kuziteka nyara Yesu Kristo mpaka Mungu utakapofika kwa Yesu Kristo. Naomba Baba ukaweze kuinuliwa, nikaweza kushushwa Yesu Kristo. Naomba Baba ukaweze kunitumia kama chombo, kwa sababu Mungu mimi ni udongo, mimi ni binadamu Yesu Kristo. Naomba Baba ukaweze kunitumia kupeana uchumba wako. Naomba nikiamini katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunaenda kusoma from the book of Luke. From the book of Luke chapter 18. The book of Luke 18:35 to 43. Luke 18. Na kila mtu akifika huko aniambie amen. Ni wangapi tumefika huko? Amen. Ni wangapi tumefika huko? Amen. Luke 18:35 to 43. Kuna vitu 2-3 nataka tuzungumzie mahali pale wakati tutakapoangalia the other biblical verses zinasemaje. Naomba mtu anisomee. Amen. Nisomee Luka mtakatifu mlango wa 18 aya 35 mpaka 40 ngapi? Mpaka 43. Yes. Nasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Maandiko ya Mungu inasema hivi. Ikawa alipokaribia Yeriko. Mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Yes. Akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yes. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze. Lakini yeye alizidi sana kupaza sauti. Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu. Na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mmesikia katika hicho kitabu tumeambiwa ya kwamba kulikuwa na jamaa alikuwa ni kipofu. Na huyo jamaa ukisoma in the book of Mark wametaja jina lake hapo. Anaitwa Patimayo. Patimayo wakati alisikia Yesu Kristo
anateremka anapitia katika mji wa Yeriko, alianza kufanya nini? Alianza kupasha sauti. Akasema, mwana wa Daudi fanya nini? Mwana wa Daudi ni rehemu. But wale ambao walikuwa wamemfuata Yesu Kristo, wengine walikuwa wanafunzi wake, wakaanza kufanya nini? Kumkemea. Wakati walipokuwa wanamkemea, ndipoza huyu Bartimayo alizidi kufanya nini? Kupaza sauti. Akasema, mwana wa Daudi fanya nini? Ni rehemu. Ndipoza Yesu Kristo akasikia kilio cha huyu jamaa, akasema, njooni kwangu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? In one statement. Jamaa akamwambia, ninataka kuona. Na Yesu akamwambia nini hili? Na upewe kuona. Huyu jamaa ni ishara ya kwamba huyu jamaa alikuwa anajua kitu ambacho alikuwa anakihitaji kutoka kwa Mungu. Wakati aliulizwa unataka ufanyiwe nini? Akasema, sitaki kitu kingine, ninataka tu kuona. Na Yesu akamwambia, ukaweza kufanya nini? Imani yako imefanya nini? Imani yako imekuponya. Ni ishara ya kwamba, ni thibitisho ya kwamba tunaambiwa, my theme for today, shout for the help. Shout for the help. Yaani jengine, piga kelele upate msaada. Juu ya kwamba ukiangalia kama mtu kama mtoto, juu mtoto mwenyewe haezi ongea. Na mtoto kama anapitia shida, ama mtoto anapitia uchungu fulani, ama ako na ugonjwa fulani, kitu anafanya ni kulia tu, analia. Whether you like it or not. Even if you ignore, mwisho mtoto hawezi lala. Kwanza inafika usiku basi, ndio mtoto anafanya nini? Anaanza kulia. The same thing kama sisi wa Kristo, ni ishara ya kwamba tunaambiwa ya leo, shida ambazo uko nazo, Yesu Kristo anakuuliza, unataka nikufanyie nini wewe? Acha kwenda story mingi. Unasikia Bible study? Unaulizwa hivi, unaanza kwenda kombo hivi? No. Acha kusema that unajua kwamba mchungaji nilienda nikagonga. Hapana, sema ni mume wangu alifanya nini? Alinigonga. Simple like that. Juu tumeona Bartimayo alisema kitu ninataka tu kuona. So, siku ya leo nataka nikwambie, haijalishi unapitia nini, katika ndoa yako, katika kazi yako, katika familia yenu, magonjwa ziko huko. Kumbuka last time mchungaji alisema hapa that ikifika December, ugonjwa wangu ya December imefika. Ikifika June, unasema ugonjwa wangu imefanya nini? Imefika. Ugonjwa siku ya leo, hiyo shida siku ya leo, ipeleke kwa Yesu. Juu Yesu anauliza, unataka nikufanyie nini? Burdens I lifted on Calvary, Calvary, Calvary. Burdens I lifted on Calvary. Jesus is failing me. Watu ambao waliimba huo wimbo, ama mtu ambaye alitunga huo wimbo, alijua ya kwamba shida zako zote zilisha Kalvari. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, shida yako ilifanya nini? Iliisha. Unaweza kuwa umefinywa. The same thing. Unaona Bartimayo wakati alikuwa anasema, mwana wa Daudi ni rehemu, watu walisema wewe ni mwenda wazimu, kaa huku. Lakini the more wanamkanya, the more wanamzuia, the more anafanya nini? Anapiga kelele. Ni wangapi wetu mahali tunafanya kazi tumefinywa? Ni wangapi wetu mahali tunafanya kazi tunaambiwa, ndipoza wewe ukae elevated to the next level, lazima upeane ongo. Ni thibitisho ya kwamba kuna Mungu mbinguni, kuna Yesu Kristo, kuna Roho Mtakatifu anayetembea na wewe, anayekuongoza, anayekutabiria yaliyo mema. Peleka shida zote kwake. Peleka shida zote kwake. Ndiposa tunaambiwa Yesu ni tabibu mkuu. Hakuna tabibu mwingine kama nani? Kama Yesu Kristo. Mtu anasomea the book of Romans 10:13. Warumi 10:13. Tusikie Biblia inatuambia nini? 10:13 Warumi inasema hivi, nasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana, kwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Ataokoka. Achia hapo. Anybody who will actually in a persistent
prayers, mwenye ataomba Mungu ataokoka. Mwenye ataomba Mungu ataona muujiza. Mwenye ataona Mungu kuna kukombolewa. Mwenye ataomba Mungu kuna kuinuliwa. Mwenye ataomba Mungu kuna baraka. Tuendelee. Katika mstari wa 15 inasema hivi. Tena wahubirije wasipopelekwa? Basi kama ilivyoandikwa. Mstari wa 14 samani inasema hivi. Basi mwamwiteje yeye wasiyemwamini? Basi jamani, umesikia, atakaye muita Mungu atafanya nini? Atakombolewa. Na tumeuliza swali lingine hapo, watamuitaje kama hawamwamini? So the big question for me and you, are you a believer? Do you believe in the resurrection of Jesus Christ? Do you believe that there is eternal life? Do you believe that Jesus Christ is able to transform your life? Do you believe that Jesus Christ is going to give you a breakthrough? Because if you don't believe, there's no way you can experience the love of God. There's no way you can experience the power. There's no way you can experience the love of God if you don't believe. Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Wamwaminije yeye wasiyemsikia? Sasa ni swali nataka nikuulize. Wewe umesikia? Wewe umemjua? Ni wewe ujiulize, unamwamini? Umemsikia. Na kumjua umesikia akitangazwa. Sasa ni wewe as an individual to make a decision, to make an argument whether you would like to follow this Jesus Christ, whether you would like to walk according to the teachings of Jesus Christ. It's upon you. Hakuna mtu mwingine. Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tuachie hapo. Watasikiaje kama hakuna mhubiri? Hautakuja kusema that hujahubiriwa. Moka, na uwezi niambia that hujahubiriwa. Hauwezi. You can't tell me that haujasikia neno. Hakuna. Kwa soko kuna neno. Hata kwa matatu kuna neno. Kwa barabara kuna neno. So hauwezi sema. But sasa kitu ina depend. Ama what matters, what kind of information you are being fed. Because nakumbuka last time mchungaji alisema hapa, wakiwa pale ambassador kuna watu wengi wamejiita. Ndio anasema si watu wote ambao wataliita jina la Mungu watafanya nini? Wataona ufalme wa Mungu. Si watu wote wanayemtangaza Yesu Kristo wataona ufalme wa Mungu, watakaingia mbinguni. Tu wengine wao wamefanya nini? Wamejiita. Ukambaza ndio unapata wengine wanasema katika kitabu ya Abrahamu. Na wewe hujasoma Biblia, na wewe haujui neno, you believe there's a book in the Bible inaitwa the book of Abraham. Na akisema haleluya, unashout amen. Najua when you say amen, it means unakubaliana na kitu anasema. Mungu ni anajua, yeye anajua hapo watu wanajaa. Najua. So the best thing is if we call God in a faithful way, God is able to respond in a massive way. God is a God of a second chance. Haijalishi umetembea mbali aje na Mungu. Haijalishi umetenda nini katika maisha. Haijalishi walisema nini, but what I know, God mwenye alikuweko, aliyekuweko sasa na atakaye kuweko, atafanya nini? Atakuokoa. Ndio nasema kuna watu wengine wanasemanga ati nikiokoka leo it's okay, utaenda mbinguni, it's okay. But you cannot be served from the same plate like Paul. Basi huwezi niambia unaweza fanya uasherati, uone sasa unakufa, useme Yesu nipe sala ya toba na useme yeye nimeenda mbinguni. Of course utaenda. But basi unajua kuna very very important people, kuna VIP na kuna others. So sasa ujiulize, wewe wakati majina yataitwa, wewe ni mtu unaambiwa huko nyuma, kaa huko kwanza nishughulikie hao wa mbele, because basi huwezi niambia yale mateso ya kina Yona walipitia. Mtu alitumbukizwa katika pipa ya mafuta. Na uniambie wewe umeokoka leo na ukufe kesho, that mtaenda kukaa na mtu at the same table. No way at all. No way at all. Ndipo Yesu Kristo anatuambia ukiachana mambo yote unifuate, you have to pay a price. Hata katika ujenzi wa kanisa lazima tulipe gharama. Tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Katika familia yako lazima ulipe gharama.
Masomo ya watoto wako lazima ulipe gharama. Lakini kanisani mchungaji akisema tuko na mchango next week, unasema sitakuja, nitakuja mwezi wa 11. Sitakuja juu sina pesa. Kwani wewe ndio mwenye pesa? Hapana. Wewe ndio mwenye pesa? Haja mwenyewe. Na jamani, nataka niwaambie kitu moja washirika. Usikose kukuja kanisani juu ya pesa. It means your heart lies on money. Tusemezane tu kweli. It means your heart lies on money. Hata kama tutachanga shilingi 10, wewe kuja. Mungu atafanya nini? Atashughulika. Kama Mungu siko samaki ngapi? Siko samaki 5? Samaki 2 na mikate ngapi? 5. Aliweza kulisha watu 12,000? Yaani 15,000, ikabaki vikapu 12. Na hapo hatujaweka wamama, hatujaweka akina Vera, hatujaweka akina Kingsley, hatujaweka akina Talia, hatujaweka akina Mori, au watu wote, unaona? So, the literally unaona that hii 10 bob yangu ama hii 10 bob yenye tumepata haiwezi jenga. I know God can do wonders. God can do wonders. God can do miracles. So ni ishara ya kwamba usikose jameni kukuja kanisani ndio hakuna pesa. Usikose jameni. Juu unakuwa unajihukumu wewe mwenyewe. Hata Mungu hajakuhukumu. Umejihukumu wewe mwenyewe. Kitu ya pili, mtu anisomee the book of John 9:8. Pointi ya kwanza nimesema, unajua my theme for today was shout out for help. Kama unalala njaa jameni, usiseme that hapana, siwezi sema. Shout out. Kama Patimayo aliona hii shida imemlemea, akasema watu wanikanyagie chini wasikanyage, watu wanifinye wasinifinye, lazima nifanye nini? Lazima niitane Mungu anisaidie. Ule mwanamke alikuwa anatoka damu kwa miaka 12. Aliona watu wamejaa, akasema lazima niende niguze nguo ya Yesu Kristo. Tu anajua kwa Yesu Kristo kuna ukombozi. Kwa Yesu Kristo kuna uponyaji. The same thing today. Haijalishi shida zako, haijalishi yote unapitia, wewe kitu unafanya, you just go before God. You just go before God because God knows you from the end to the beginning. Wewe unajijua tangia mwanzo kuelekea mwisho yenye hujui. Na kuna mwenye anakujua kutoka mwisho kucha mwanzo. Naomba nasema that mahali nimefika bwana. Vitu mnaniambia hapa. Na jamani, kuna kitu moja nataka niwaonye. Hii naona waonye tu tubisinzia hapa si. Kuna kitu tunaita the grace and the power and the anointing. Hata kama unaona umesoma sana, hata kama unaona kazi yako inalipa mshahara nzuri. Nakumbuka mchungaji aliongea hapa asubuhi. Watu wengine wanajua mambo inaongewa amuoni. That unaona mchungaji this Sunday amevaa hiyo tai. Next Sunday amevaa the same tie. Next week unasema I guess tena leo mchungaji atakuja na ile tie. Never undermine the man of God. Na kuambia even in whatever yenye unafanya, zile vitu zako unasema that mimi ndio na uchazili wangu, masomo yangu ndio nafanya naendelea, hapana. There's somebody behind mwenye anainua mkono wake, anaongea na Mungu on your behalf. By the day huyu mtu atarudisha mkono wake chini, utaona shida. So never undermine. Hata kama mtu yote mwenye amekulea, hata kama umesoma aje sana, don't undermine. Ndio maana msomi mmoja akasema never try to outsmart your master. Never try to outsmart your master. Mtu anisomee. Mfika huko Eric. Yohana 9. Yohana 9. 9:8 inasema hivi, inasoma kwa uwezo wa Roho. Inasema hivi. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, "Je, huyu si yule aliyekuwa akiketi na kuomba?" Hebu rudia. Wakati utaitana kwa Yesu Kristo, watu walikuwa wanakwenda kando ya barabara, watu walikuwa pasi anawaita omba ndio huyo. Funga mlango, omba anafanya nini? Anakuja. Wao watu wenye walikuwa wanakuona you are the beggar in the street, watashangaa wenyewe wakisema akasi kale ka jamaa. Hebu rudia. Tuanzie 7 tukiteremka tufike 10 hapo hivi.
inasema hivi. Kianzia 7 inasema. Akamwambia, nenda kanawe katika birika Siloamu, katika mabano. Maana yake aliyetumwa, mwisho wa mabano. Basi akaenda na kunawa, akarudi zake anaona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, majirani wako mahali penye unaishi wanajua huyu jamaa ni mtu mwenye anatumia stove. Huyu ni mtu mwenye hawezi afford gas. Next time wakati wanaona unatumia 13 kg gas, huyu jamaa ameiba. Huyu jamaa ametoa pesa wapi? But they don't know that you are serving a living God. You are serving somebody who is above everybody. You are serving somebody who can speak and things will happen. You are serving somebody who knows where you are heading to even before you. Amen. Endelea kusoma. Anasema, je, huyu siye yule aliyekuwa kiketi na kuomba? Huyu sio yule bwana alikuwa na nguo moja? Si yeye huyu. Huyu si mchungaji alikuwa na tai moja? Leo tunaona ako na suti, leo anaendesha, leo ako na shamba. Si yeye huyu. Mtu ameiba. Chunguza yeye. Wengine wakasema ndiye. Wengine wakasema ndiye. Wengine wakasema la. Lakini amefanana naye. Umesikia wanasema huyu si ni yeye, lakini ama mimi kuna mtu anafanana. Huyu anaweza kuwa ndugu yake. Wengine wanashuku huyu si yeye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Nataka nikudhihirishie, wamesema uwezi endelea, wamekufunga, wamekanyagia wewe chini, wameweka mahali wamekutana, wakaenda kinyume yako, utaendelea na watasema enyewe ni yeye huyu ama ni watu wa kwao. Lakini wewe mwenyewe utawadhibitishia ukiwaambia kwamba ni mimi huyu. Nakumbuka pasi, I think leo ulihubiri last week part 1. Ulisema wakati alifanya matope akageuza macho ikaona. The Pharisees walianza kuulizana, yeye huyo ameona. Wazazi wake wakaulizwa, huyu ule kijana wenu? Wakasema huyu mtu mkubwa, atafanya nini? Atajieleza. Na yeye wakamuuliza, ni wewe? Akasema, mimi kitu najua, nilikuwa kipofu, sasa hivi nafanya nini? Na hiyo ingine sijui. The same way Mungu atakufanyia muujiza. The same way God atakuelevate. Wewe utawaambia mahali nimefika hapa, sijui venye nimefika, lakini ni mimi huyu. Mahali nimefika sijui, lakini ni mimi huyu mwenye mlitema mate. Basi Biblia inasema Mungu ni baba wa mayatima na wachanga. Mungu baba ya mayatima na mume wa wachanga. What does that mean? Mungu hawezi shuka ukuje kumwona hapa sasa mimi ni mume wa mama fulani ambaye amefanya nini? Ambaye amefiwa. Mimi ni baba ya watoto fulani ambao hawana wazazi. Ila Mungu anakuangalia mimi Isaac na wewe Lavin, chenye amekubaliki nacho unakitumiaje? Because atauliza, nilikuja nikiwa njaa, hamkunilisha. Nilikuwa uchi, hamkunifalisha. Na wewe utaanza, ati Yesu ulikuja kwangu sikukupea kitu. Kwa wale wadogo ulikuwa unawatendea, ni mimi huyo. So I remember in the Bible study, sijui kama watu wanafuatilia mafundisho. Ulisema one statement that never despise anybody in your life. Mungu anaweza tumia hata mawe ubarikiwe. Mungu anaweza tumia anything ubarikiwe. So mtu yeyote mwenye anakuja kwa maisha yako, usimwangalie sio mtu mwenye ananuka. Tunaenda na yeye wapi? You never know. Kwa wale watu wanatembea, watu kama akina Moga ndio wanajua stories za town. Ukiona hao street kids pasi, hao hata ndio wanasaidia maaskari kufanya uchunguzi. Juu siku wote wakati ujambazi inaendelea, yeye amejifunika odoro huko, anaona gari ilikuja hapa, ilikuwa KDB namba fulani. So wanasema mtu yeyote kwa maisha yako, don't undermine anybody. Kama
kama Biblia inatuambia we were made out of the image and likeness of Jesus Christ. When I see pastor, I see God. When the pastor see me, he see God. When I see Morgan, I see God. When he see me, he see God. Then kama utendi kama watendee au watendei mazuri, it means that you hate God. Juu kama unanichukia na tumeambiwa made out of the image of God, then what are you telling me? God is love. Mungu ni upendo. Na unakuja hapo unaimba tunasema Mungu wetu ni upendo. Anatupenda kamtuma mwana wake. Unaona? Lakini ukienda hapo nje unasema Biblia naweka kando, acha kwanza nikunje shati. Hiyo ni upendo gani unaambia watu? Au upendi jirani yako? Ninajua unalala njaa. Pasi, najua unalala njaa. Ama unajua ninalala njaa, but huwezi nipea kitu. Tusemezane tu kweli hapa. Tusemezane ukweli. Hata Bishop alisema last week tukiomba, hakuna haja kanisa ikuwe na 100 million kwa bank na kanisa ndugu yake mwenzake mdogo anateseka na bado hata hajapata kiwanja ya kujenga, na nyinyi mnajipia kama mnasema najua sisi district, sisi ndio tunatawala. Mnatawala nini wakati wenzenu wanateseka? Unaishi maisha gani tamu wakati wenzako wanateseka? Au wewe hayawani? But hao wenye wanakudharau ama wenye wewe na mimi tunawadharau, Mungu atatuma kunguru aweze kuwalisha. Juu kwa sababu wewe uliye na macho, uliye na akili, na kunguru si mnyama mzuri pasi. Kunguru ukiangalia karakta zake is not a good animal. Ukiangalia karakta zake sio nasema, but ukiangalia karakta zake hata tu ujue, uchunguze tu kidogo ujue. Anakuranga mahali mbaya. Sio nasema, imagine angalia Mungu atatuma kunguru afanye nini? Kama wewe binadamu umeshindwa kuwadisha, basi let me show you that I'm able to use anything to fulfill my glory. The same thing pastor angia hapa asubuhi. Punda inaona malaika, baada muone malaika. Baada mwanaambia wewe utakuua au sikii. Mpaka punda akasema hapa mahali tunaenda hapana, hapa si kuzuri. Wengine wetu Mungu amekubariki, unakanyagia wengine jana. The same thing baada Mungu alikuwa amemuinua. Sasa juu yeye ndiye anajua ataenda Qur'ani, anajipiga kifua, anajua mimi niko na upako ya kufanya nini? Ya Qur'ani. Lakini Mungu atakutoa anointing. Ni watu wangapi wanajua kanisa ambayo ilikuwa inaitwa maximum what? Miracle Center. Mahali tukiwa watoto pasi, tunaenda radio KBC. Nasema mguze radio na watu tukaguza. But Mungu hawezi kuua. Mungu kitu anafanya, anatoa anointing. Unaona Mungu kama amekubariki, hawezi kukuua, anakunyang'anya ile kitu yenye amekupea kibali, and the favor unabaki ukiwa mwili. Ukiwa mifupa mikafu. That's what God anafanya. Relationship na fellowship. Najua Morgan Isaiah akikataa mtoto wake, hata kama akiona mtoto anapewa panga, huyo mtoto bado ni wa Morgan. But hawezi kaa meza moja wafanye nini? Wakule. The same thing. Sisi ni wana wa Mungu. Wakati tunatembea mahali popote, hata ukitenda dhambi aje, bado utabaki kuwa mtu wa Mungu. But amwezi zemezana na Mungu kitu yote. You the fellowship, the connection is not there. So nikwambia, make your connection ijulikane. Na ijulikane kwamba yupo. Itajulikana aje kama matendo yako unafanya haionyeshi? Yaani kukejeli Mungu. Ligo. Soma the book of 1 Samuel 2:8. Namalizia kwa mali nani? 1 Samuel 2:8. Msikia nasema aje? Inasema hivi. Samueli wa kwanza 2:8 nasema kwa uwezo wa Roho inasema hivi. Umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe umuinua mnyonge kutoka wapi? Mavumbini. Na mavumbi ni nini kwanza? Tuelewe kwanza. Mavumbi ni nini kwanza? The condition. The dry bones you are. Mungu anafanya nini? Kunao uhai katika hii mifupa. Sasa anasema mimi Mungu wangu usifanye nini? Sijui. Mchungaji unaulizwa, chetini unaulizwa, hii kanisa kweli ukiona itaendelea? Unasema haka kwa kanisa bwana kamekaa miaka 3, I don't think kama itafanya nini? Itaendelea.
but mwenye alianzisha malizia anamalizia akisema umpandisha mhitaji kutoka jani ili awakatishe pamoja na wakuu. Unasikia? Atakuinua. Unakumbuka kitu? Watu tukisoma the story of Esther and Mordecai. Jamani, naomba mwende kusoma the book of what? The book of Esther. Jamani, watu tusome Biblia. Muone venye mtu aliinuliwa kutoka huko chini akaenda kudaini na mfalme. The same thing Daudi aliuliza, kunaye mtu amebaki katika nyumba ya Sauli, nimfanyie yaliyo mema? Akaambiwa ako ni kiwete. Kuna mtu katika pewa waitaka lakini aoni. Yesu anasema leta huyo ndo mfalme, akasema huyo ndo nataka. The same thing Yesu anauliza, kunaye mtu katika nyumba yangu nikamfanyia yaliyo makuu? Nani ako tayari kufanyia makuu? Mwenye atapatikana. Na utapatikanaje? Si unakuja saa 6 danganyi. Lazima ukuje maombi ya Wednesday, maombi ya asubuhi. Mimi nakwambia maombi so powerful. Maombi is so powerful. Basi mimi kama leo sijalala kuomba mpaka asubuhi, na unaamka saa 10 na vipi tunaenda maombi. Ibada ni safari. Ndio maana pasi jamaa alikaa 38 good years. Juu yeye alikuwa amezoea mimi sasa sijiwezi, na sasa ndio nitajikokota nienda hapo. But malaika alikuja saa 11 akafanya nini? Akatibua maji Wewe uko hapa kanisani unasema my resolutions for 2018, my resolution for 2019, 2020, 2021, unasema I declare I receive God. Utareceive aje na wakati malaika alikuja kubariki